الحمد لله الذي أمر بتذكير وأخبر أن ذكرى تنفع المؤمنين، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده بعد. أحبتي في الله، tuendelea na nasaha zetu, adinu nasiha, dini ni kupeana nasaha. Adabu za swala ya Eid, Eidul Adha iko mbele yetu, Mwenyezi Mungu akitujalia uzima na uhai, na tunaye shekhe wetu Muhammad Bacho, Mwenyezi Mungu amhifadhi. Tutafaidishana mawili matatu kwa huu muda mchache. Naam Sheikh Muhammad, swala ya Eid, nikikusudia Eidul Adha, ni nini na umuhimu wa hii swala katika dini yetu ya Uislamu? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bilmunasaba, swala ya Eid ni ibada ambayo wamekhtalafiana na viongozi wetu madhehebu manne ya Ahlus Sunnah wal Jamaa kuhusiana na ulazima wake na kutokulazimika kwake, kwa kutegemea kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Wako katika madhhabu ya Imam Malik na Imam Shafi'i ambao wanaona kwamba hii ni sunnatun muakkada, na kadhalika katika madhhabu nyinginezo Hanabila wanaona kwamba ni fardhi ya kifaya na mengineyo. Alhasil ni jambo lenye kuonesha, ukitizama kwa ujumla wake, ni sunna ambayo imetiliwa mkazo na si jambo ambalo Muislamu anatakiwa kuliwacha. Hii ndio salatul Eid. Na adabu zipi kwa jumla ambazo kwamba Muislamu anafaa ajipambe nazo kuanzia asubuhi ya siku ya Eid mpaka kwenda katika swala ya Eid? Al-amru al-awwal, kwa upande wa wanaume ni kujipamba vizuri, kuoga, kujitia manukato vizuri. Thumma baada dhalik, kuhusiana na masala ya adab, sheria imetaka Muislamu anapotoka kwenda kuswali ahakikishe kama kuna fursa pahala watu wanaswali msikitini na nje ya msikiti, basi ni aula kwenda nje ya msikiti, kwa sababu katika adabu za salatul Eid ni kusaliwa nje ya msikiti. Kadhalika vile vile kwa swala hii ya Eid ni vizuri ikiwa atawacha kula chochote kile mpaka aende akaswali. Akimaliza kuswali akirudi nyumbani ndio atakula, tofauti na salatu ya Eid al-Fitri. Eid al-Fitri ni vizuri mtu ale kwanza chochote, thumma baada dhalik ndio anakwenda kuswali. Jambo la mwisho ambalo ni muhimu katika adab ni mukhalafatu tariq. Wakati wa kwenda, kama kuna wepesi, pita njia nyingine, wakati wa kurudi pita njia nyingine. Wanasema wanavyoni katika hikma kuwashuhudisha malaika wale wanaoshuka katika siku ile, kukushuhudia kwenye huku na huku. Na jambo jingine la muhimu bila kusahau al-ikthar min adh-dhikr, yani kukithirisha sana zile dhikra ambazo ziko mutlaq na muqayyad. Dhikri mutlaq ni wakati wote ukiwa njiani unakwenda unaleta adhkar, na pengine baadaye kidogo tutatajiana swira ya kuleta adhkar bila shaka kuanzia tarehe 1 mpaka al-ayyam at-tashriq mwishoni. Na al-muqayyad ni zile ambazo zitaletwa baada ya salawat al-faridha, kila baada ya sala fardhi. Naam, kuanzia siku ya Arafa mpaka naam. Yule atakayekwenda kuswali uwanjani, tunaona baadhi ya Waislamu wanafika uwanjani wanaswali sunna au wanaswali raka mbili. Je, nini hukumu ya kufika uwanjani na kuswali sunna? Baadhi ya wanavyuoni wamehesabu katika mikhalafati inayofanywa na waswaliji au wenye kuhudhuria salatul Eid ni kuchukulia musalla ni kama masjidi. Kwa hivyo wakifika pale wanatiania kuswali tahiyatul masjid, na hii ni katika mukhalafa. As-sahih ni kwamba mtu akifika pale aketi zake kwa ajili ya kukithirisha zile azkar, ili ndio kitu muhimu unayotakiwa. Ama ikiwa ndani ya msikiti kwa dharura ya mvua na mengineyo, basi mtu akifika msikitini aweza kuswali tahiyatul masjid. Naam. Nasaha zako za mwisho kuhusu hii siku ya Eid, wale ambao kwamba watasherekea kwa mambo ambayo kwamba inagongana na dini ama kuingia katika mambo ya uharamu? Jambo la kwanza, watu wamche Allah Subhanahu wa Ta'ala na wafahamu kwamba yaumul Eid imo ndani ya yale masiku 10 bora ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema wal fajr wa layalin 'ashr. Ndani ya haya masiku 10 bora, hiyo yaumul Eid ndiyo hiyo. Lakini pia kinyume na hivyo, huu ni mwezi mtukufu katika ile miezi ambayo Allah amesema minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum.
Kwa hivyo tumo ndani ya miezi bora, ndani ya masiku bora, idhan maasi yake yanakuwa makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo jema lake linakuwa maradufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah, naktafi bihadha. Tumshukuru sana shekhe wetu kwa ilmu aliyotupa. Mwenyezi Mungu ajalie katika mizani ya hasanati yake, na sisi Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Afwan minkum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.